وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد روى الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه في صحيحه قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا. ثم اختلفوا قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك. ametaja al-Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi katika sahihi yake riwaya ambayo inasimuliwa na Ummul Mu'minin Ummu Salama radhiyallahu ta'ala anha, na tukio hili ni baadhi ya matukio ya changamoto alizokutana nazo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika kadhia ya sulhu al-Hudaybiyah. Na tulianza hapa safari hii ya kuelezea tukio la sulhu ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na makureishi wa Makka, na tukaenda kwenye hutuba ya pili kuelezea wakafat ambazo tunajifunza kutokana na sulhu ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na moja ya mambo ya msingi sana kwa msisitizo mkubwa kuwa kwake Mtume wa Allah Muhammad ibn Abdullah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam analazimika kwenda kufanya sulhu na wanadamu. Anapokea wahi, anaongozwa na Allah jalla jalalu, anachokisimamia ndio haki isiyokuwa na shaka, kilichopo kinyume chake ni batili isiyokuwa na wasiwasi. Yeye anapokea wahi moja kwa moja
lakini bado analazimika kukaa na watu kusuluhishana nao. Hii peke yake inaonyesha umuhimu wa kusuluhisha pale inapotokea pande mbili zimeshindwa kuelewana. Na sisi wakati tunaweka hizi waqafat maa sulhi al-Hudaybiyah, visimamo hivi ambavyo tunavizalisha kutokana na sulhu ya Hudaybiyah baina ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makafiri wa mji wa Makka, hili liwe ni fundisho kwa watu wote. Sidhani kama kuna mtu atakuwa na vigezo vya kukataa sulhu kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna mtu ambaye anapokea wahi, hakuna mtu ambaye ana uhakika 100% alilonalo yupo na haki katika jambo hilo. Hakuna mtu ambaye ana uhakika kwamba mimi ninachokifanya ndo sahihi na wenzangu hapo kwenye batil, isipokuwa jitihada na dhana tu. Unadhani kwamba kwenye haki, unadhani kwamba jambo lako ndio la sawa, unadhani kwamba labda sheria inakuunga mkono, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hadhani, alikuwa na yakini kabisa kwamba yeye ndio yupo katika haki. Ikhwani fil iman, hii hadithi ambayo nimeanza kuinukuu, hii sulhu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na watu wa Maka haikuwa nyepesi kama mnavyofikiria. Pamoja na vigezo vyote nilivyovitanguliza mwanzo vya kuwa kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hana sababu ya kufanya sulhu, pamoja na hayo alilazimika kufanya sulhu, na hiyo sulhu yenyewe aliyoifanya ilikuwa ni ngumu, sio nyepesi, na ugumu ulikuwa unatokea kwa watu wa kwake yeye, sio wale ambao anapingana nao kwanza. Yani changamoto kubwa anaipata kwa watu wake kabla ya watu wale ambao anashindana nao. Angalia hadithi hii ambayo ameitaja al-Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi. Anasema Ummu Salama, falamma faragha min qadiyati al-kitab, baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kumaliza kadhia ya uandishi wa zile bunud, kwa wale ambao tulikuwa nao kwenye hutuba iliyopita tulizitaja zile bunudul muahada, yani vile vipengele vya mawafikiano baina yake na baina makureishi. Kwa baada kuandika ule mkataba, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam li ashabi, hapo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alisema kuwaambia masahaba wake, humu fanharu, simameni nendeni mkachinje, thumma ahliqu, alafu kisha mnyoe nywele zenu. Maana yake hii kadhia hapa sasa imekwisha. Kinachotokea hapa ni kutoka hapa kurudi zetu katika mji wa Madina, na hatuwezi kurudi bila kuwachinja hawa wanyama tuliokuwa nao na kunyoa nywele zetu. Kumbuka amekwisha kumwambia Umar ibn al-Khattabi, kumwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lima nu'ta danaya, kwa nini tudhalilishwe ala dinina, kwenye dini yetu, alafna ala al-haqi wa hum ala al-batil. Kwani Mtume sisi sio kuwa tupo kwenye haki na wao wapo kwenye batil? Alaysa qatlana fi jannati wa qatlahum fi an-nar, je, haikuwa wale ambao wanauawa kati yetu sisi wanakwenda peponi na wale watakaouawa miongoni mwao wanakwenda motoni? Kwa nini tudhalilishwe na kukubali mkataba wenye dhuluma kama huu? Mtume anataka kulimaliza jambo kidiplomasia, anawaambia masahaba wake, jamani, hili jambo limepita, basi chukueni wanyama wenu muwachinje, watu wengine waende wakanyoe, tutoke hapa turudi zetu katika mji wa Madina. Anasimulia Ummu Salama radhiyallahu ta'ala anha, qala fa wallahi, msimulizi anasema, wallahi ma qama minhum rajulun, hakusimama mtu yoyote katika masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenda kutekeleza amri ile ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na nyinyi mnajua unyenyekevu wa masahaba kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utiifu wa masahaba kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini inaonekana bado walikuwa na vifundo moyoni, hawakubaliani na yale aliyopitisha Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam
hakusimama mtu yoyote kwenda kunyoa wala kwenda kuchinja wanyama. Qalat Salama, anasimulia Salama radhiyallahu ta'ala anha, hatta khala dhalika 3 marrat, mtume alayhi salatu wassalam akakariri amri ile mara 3, humu fanharu wahliqu, amkeni, nyanyukeni, nendeni mkanyoe nywele zenu na mchinje wanyama wenu, tuondoke turudi Madina. Hakuna hata mmoja katika masahaba ambaye alitikia wito ule, kuonyesha kwamba mtume, sisi kwenye hili bado hatujakuafi. Ikhwani fil iman, kadhia ya sulhu sio kadhia nyepesi. Hatukwenda kwenye sulhu isipokuwa kuna watu wamelumbana, na sababu za kulumbana, watu walikuwa na vifundo, kila mmoja ana vifundo kwenye moyo wake juu ya mwenzake. Hawa masahaba wanaona hawana kosa, kwa nini wazuiliwe kwenda katika mji wa Maka? Alafu iweje sasa nyinyi mnaotuzuia afu nyinyi ndio mtuwekee masharti magumu kama haya? Kwa nini? Hakusimama yoyote katika masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuchinja wala kunyoa. Hata dakhala ala Salamata, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akanyanyuka akaenda ndani kutafuta ushauri kwa mke wake. Safari ile alisafiri na Salama, na mfahamu wake za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wengi, ilikuwa kila mmoja na nafasi yake muhimu sana katika maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kitaka mambo ya mapishi, wewe nenda kwa Hafsa. Ukitaka mambo ya kumpetipeti mume, nenda kwa Aisha. Ukitaka mambo ya utawala na ushauri wa mambo ya uongozi, nenda kwa Salama. Ndio mwenyewe hasa akaenda kwa Salama. Alipokwenda ndani akamueleza, fadhakara laha ma laqiya minan nas, akamueleza Salama uzito aliyokutana nao kwa masahaba wake, hawataki kutekeleza maamrisho yake. Faqalat, akasema Salama radhiyallahu ta'ala anha, ya nabii Allah, atuhibbu dhalik, ewe mtume wa Allah, unapenda lifanyike jambo hilo? Jawabu lake naam, napenda lifanyike jambo hili kwa sababu ndio mwisho wake, ili jambo linatakiwa lifanywe hivi. Akamwambia, ukhruj thumma la tukallimu ahadan minhum kalima, toka tena nje, na ukitoka nje usimsemeshe mtu yeyote neno lolote. Toka mtoko wa kwenda kutenda kile ambacho unataka kifanye na masahaba wako. Masahaba wako wana desturi ya kuwa wakikuona unafanya jambo fulani, wao wanapenda kuiga kwako. Njia ya kuambia kimaneno umeshindikana, nenda kafanye matendo. Huu ni ushauri aliotoa nani? Salama. Anamwambia mume wake, anamwambia mtume wa Allah, nenda katekeleze hilo uliolitaka wao walifanye, wewe mwenyewe kwanza. Litakuwa ni ad'a lilqabul, litakuwa lina mvuto wa kukubalika kile unachokitaka. Akachukua ushauri ule Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akaenda zake nje. Alipofika nje Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Salama anamwambia, hatta tanhara badanak, ukifika nje kachinje mnyama wako mwenyewe, watad'u halikak, na muite kinyozi wako, fayahlika, ili akunyoe yeye. Fafaraja, Mtume akatoka alayhi salatu wassalam, falam yukallimu ahadan minhum, akaenda kama alivyoelekezwa na mke wake, hakumsemesha mtu yoyote. Hatta fa'ala dhalika, mpaka akayafanya yale ambayo alitaka masahaba wake wayafanye. Fanahara badanahu wa da'a haliqahu, akachinja mnyama wake, akamuita kinyozi wake. Falamma raa dhalika qamu fanaharu, walipoona mtume kachinja wakatoka, wakasimama wenyewe mbio, wakaanza kuwachinja wanyama wao. Waja'ala ba'dhum yahliqu ba'dan, na baadhi yao wakaanza kuwanyoa wenzao. Hatta kada ba'dhum yaqtulu ba'dan ghaiban, mpaka ikawa baadhi yao wanataka kuumizana. Yani maneno aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam akakalili mara 3, hakufanya kazi.
Ushauri wa huyu mama ulipotolewa, alipofanyia kazi ushauri ule, wakafanya zaidi ya vile walivyohitajika. Ikawa kadhia ya Hudaybiyah imeishia hapo, na sulhu imetimia kwa shingo upande, kwa upande wetu sisi Waislamu. Yaqulu Allah tabaraka wa taala, Allah mtukufu analitaja tukio hili la Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama na masahaba wake, innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi waman awfa bima ahada alayhi Allah fasayutihi ajran 'azima. Innal ladhina yubayi'unak, ewe Muhammad, hakika ya wale walioweka kiapo cha utiifu na wewe katika sulhu al-Hudaybiyah, inma yubayi'una Allah, hao wameweka kiapo cha utiifu na Allah, yadullahi fawqa aydihim, pale walipoweka mikono yao juu ya mkono wako kuonyesha utiifu wao kwako, na Allah akaweka mkono wake juu ya mikono yenu yote. Faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi, atakayetoka hapo akavunja hayo makubaliano mliweka hapo, ajue anavunja kwa madhara nafsi yake. Waman awfa bima ahada alayhi Allah, na yule ambaye atatekeleza kile ambacho amemwahidi juu yake Allah, fasayutihi ajran 'azima, Allah tampa malipo makubwa kabisa. Ikhwani fil iman, hivi ndivyo ambavyo ilikuwa sulhu Hudaybiyah baina ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na watu wa Makkah. Imeitwa kwa jina hilo sulhu. Ni kweli Mtume alilazimika kukaa vikao vya kusuluhisha. Wewe nani unakataa vikao vya kusuluhisha? Naam, kuna uwezekano una masharti, kuna uwezekano una mitizamo, lakini usikatae kukaa chini kusuluhishana, kwa sababu misimamo zile chuki na bughdha zikiwa zinaendelea, ujue hakuna kitakachofanyika. Mtataki muda fulani, hamna chochote mtakachokifanya, na muda mwingi mnapokuwa mnajadili matatizo, hamwezi mkajadili maendeleo. Kwani katika zile nukta za sulhu zilikuwa zina manufaa kwa upande wa Waislamu. Ukweli ni kwamba masahaba walikataa kwa sababu vile vitu vilikuwa havikubaliki kwao. Lakini je, baada ya sulhu hapakupatikana maendeleo mazuri kwa pande zote mbili? Na upande wao ambao walikuwa wataki sulhu kwa sababu wanajiona wana haki, je, haki yao hawakuipata baada ya pale? Ndugu zangu katika imani, katika moja ya waqafat ma sulhi al-Hudaybiyah, katika moja ya visimamo muhimu kutokana na hii kadhia sulhu al-Hudaybiyah, wujubu ta'ati rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam ma'a ta'ati ulil amri minkum. Ikhwani fil iman, ulazima wa kumtii Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na ulazima wa kuwatii watu wenye mamlaka kwetu. Naam, man ataa al-amira faqad ataani wa man ataani faqad ataa Allah. Mtu yeyote atakayemtii kiongozi wake anakuwa kanitii mimi, na anayenitii mimi anakuwa amemtii Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, hebu angalia misimamo ya kina Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu katika ile sulhu al-Hudaybiyah. Angalia misimamo ya kina Sahal ibn al-Ahnaf, namna gani walikuwa na misimamo migumu. Wanasimulia, lau kama ungetuona kwenye siku ya daumatal jandal, lau ra'ayna al-qitala laqatalna, lau kama tungekopata fursa sisi kwa matashi yetu kupigana, sisi tulikuwa tunaona tupigane. Aliyetuzuia ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya rajul ana rasulullah. Haya maneno anasema Mtume kumwambia Umar, Umar, mimi ninayefanya mkataba huu ni Mtume wa Allah, unashaka juu utume wangu? Umar akatoka
Sasa mtume sio vipi? Kaenda zake kwa Abubakar Siddiq. Anakwenda kumwambia Abubakar, mtume ana nini leo? Mbona kubali mambo ya ovyo ovyo? Abubakar pia anamwambia Omar, huyo ni mtume wa Allah. Mtii mtume wa Allah. Kwa mnaona matunda ya kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam, matunda ya kumtii kiongozi katika wakati ule, namna gani mambo yamepatikana mazuri. Ikhwani fil iman, mimi naombeni kwa jina la Allah tabaraka wa taala, hata kama mtakuwa na mtazamo wa uovu kwa watawala wenu, lakini wao ni nafuu zaidi kuliko hii vurugu. Umeeleweka? Hata kama mtakuwa mna ushahidi wa makosa mengi lukuki ya watawala wenu, lakini bado wao ni nafuu kuliko hizi vurugu. Kizaazaa cha siku 3 tarehe 29 30 silikuwa na 31 ile, kinafanana na hayo mnayolalamikia kwamba viongozi wetu wana inafanana. Hata kama viongozi watakuwa madhalimu kiasi gani, lakini ni nafuu kuliko madhara yanayopatikana pakipatikana vurugu. Ikiwa kama hili ulioni, mimi nakusaidia vipi? Nikwambiaje mpaka uelewe? Hata kama mtakuwa mna misimamo yenu, hawa watawala kadha, hawa viongozi kadha, hawa kadha wa kadha, bado ni nafuu kuliko vurugu zikitokea. Kwa hiyo ni wajibu kuwatii viongozi, tena bidhati inapotokea mikinzano kama hii. Wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul. Mnavutana kwenye jambo fulani, rirejesheni kwa Allah, rirejesheni kwa mtume. Allah anasema walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Wangerejesha jambo hili kwa mtume wakati wa uhai wake, warejeshe kwenye sunna ya mtume baada ya kufa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, warejeshe kwa watu wenye mamlaka kwao, la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Wangeleta ilmu yenye manfaa wale wenye uwezo wa kufanya istimbathi miongoni mwa hao wa viongozi wao. Mimi naongeza neno kidogo, ni msemo wa Kiswahili, nafanya iktibas kwenye msemo huu wa Kiswahili. Zimu likujualo alikuli likakwisha. Nisi mna dosari na viongozi wenu, wana wawe watakavyokuwa, bado wapo humu, tupo na humu ndani. Sawa? Wana makampuni ya biashara yapo humu ndani, waajiri wao wote ni wa Tanzania. Wana sijui wapo humu ndani, manufaa yake yanapatikana humu ndani. Je, hao wengine watakao kuja? Nukta ya pili katika wakafati za sulhu al-Hudaybiyah, madhara ya mukhalafatu al-amin qablahu mukhalafatu ar-rasul, madhara ya kumkhalifu mtume sallallahu alayhi wa sallam, alafu pia kuwakhalifu viongozi. Umar ibn al-Khattab alikuwa kinara katika upinzani ule. Mnajua Umar ibn al-Khattab anasemaje? Anasema Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, fama ziltu asumu wa atasaddaqu wa u'tiqu an alladhi sana'tu mukhalafa kalami makhafata kalami alladhi takallamtu bihi yawma idin. Mimi nimehukumu nafsi yangu, nimeihesabu nafsi yangu, ninaendelea kufanya ibada ya saumu, sio ya Jumatatu wala Alhamisi wala sio masiku meupe. Nikipata fursa mimi nafunga saumu kwa ajili ya kuomba msamaha kwa Allah. Wa atasaddaqu, mimi kila nikiwa na mali, pesa ziada, natoa sadaka kwa nia maaluma. Nia yangu yale niliyosema kwa mtume sallallahu alaihi wasallam yasiende kwenye gharimu siku ya kiyama. Anasema pia sio tu wasumu atasaddaq, bali wa u'tiqu, huwa nakwenda kununua watumwa na waachia huru watumwa, ili kheri hii, thawabu hizi zinisaidie kufuta makosa niliyoyafanya.
kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kadhia sulhul Hudaybiyah. Huyu ndio aliyomwambia mtume alasna ala alhaq wa huma ala albatil alaysa qatlana fil jannati wa qatlahu fil nar. Akamuona mtume kana kwamba sio, akaenda kwa Abubakar anaambia maneno kama hayo, akaona wote hawa sio, lakini ilimgharimu hii, na ilimgharimu kwa sababu alikuwa anahesabu nafsi yake. Kuna watu wangapi wamemwaga damu za Watanzania, na kuna watu wangapi wanaendelea kuhamasisha tarehe 9 kwenda kumwaga damu za Watanzania. Hizi damu zinapotea bure. La zawalu dunya ahwanu inda Allahi min qatli rajulin muslimin. Bora dunia iondoke, na ni jepesi dunia kuondoka mbele ya Allah kuliko kumuua Muislamu mmoja. Katika jumla ya watu waliouawa yupo mmoja ni shekhe, na hawa waliojulikana wasiojulikana. Lakini mpaka inafikia wakati watu wanatoka maandamanoni. Sababu ni nini? Hamasa zinazotengenezwa kwenye mitandao ya kijamii. Hivi nyinyi mnaofanya hamasa hizi, watu wakawa wamehamasika, wanatoka, unaona risasi hawajali, wanakwenda kuchoma nyumba, wanakwenda kuchoma mali, wanakwenda kuchoma mafuta, wanachoma magari. Hivi hawa watu nini na hesabu wanakwenda bure tu. Na sasa hivi inatamalaki kwenye saha kalimatu haqi ulida biha batil, maneno ambayo dhahiri yake ni haki, lakini matakwa na malengo msemaji ameficha batili anazokusudia kwenye maneno hayo. Eti mtu anatokea anajifanya analia, kwa nini damu za watu zimemwagika? Hizi damu za watu zimemwagika walikuwa chumbani kwao wamekaa? Hawa watu wamepigwa risasi walikuwa vitandani kwao wamelala? Alafu lau kama wangeacho kwenye hali kama zile, wanachoma magari ya watu, wanachoma ofisi, wanachoma, mwisho wake ungekuwa nini? Kwa hiyo mimi natoa wito, watu wazihesabu nafsi zao kwenye kadhaya hizi. Hesabu ya Allah siku ya kiyama ni nzito sana. Tunajifunza kutokana na sulhul Hudaybiyah, mawakifu zenu mnazozisimamia zinazokuwa ni sababu ya kwenda kumwaga damu za watu, kwenda kupora mali za watu, kwenda kuchoma mali za watu, hizi zitakwenda kuhesabiwa siku ya kiyama. Usijione hodari nyuma keyboard, hakuoni mtu. Allah anakuona na anajua kile ambacho unakihamasisha kwenye jamii. Leo hizi zinakuja lugha zinasema hivi kwamba tunakwenda kufanya maandamano yasiyosimama kuanzia tarehe 9 Desemba mpaka tumpindue rais. Haya maneno yapo wazi, wameyasema wazi, haihitaji kuweka taarifa. Haya maneno yanaposemwa hatokei mtu kuyakemea maneno haya. Ikitokea wale watu ambao wameweka kiapo cha kumlinda rais, wanajeshi, polisi, vyombo vyote vya ulinzi na usalama vina kiapo cha kumlinda rais, nyinyi sera yenu mnasema mnafanya maandamano mpaka mpindua nani? Mnaenda kukutana barabarani wenye kiapo cha kumlinda rais na wenye sera ya kumpindua rais. Kinatokea nini? Wafi anfusikum afala tubsirun, hata kwenye nafsi zenu hamuoni? Wenye kiapo cha kumlinda rais wameshajipanga, ndio maana wanakamata na mabomu kule mipakani, washajipanga kumlinda rais asipinduliwe. Na nyinyi mmedhamiria kwamba mtafanya maandamano mpaka mpindue rais. Nendeni mkakutane barabarani. Alafu baada ya hapo wanatokea watu wanalaumu kwamba vyombo vya ulinzi na usalama vimetumia nguvu kubwa. Hivi wakati hao watu watumia nguvu kubwa kwa masia maandamano, hamuoni? Mmeshawakemea? Mmeshasema? Sasa kuna watu wawili wana malengo tofauti wanaenda kukutana barabarani. Zinazokwenda kuumia ni nyasi. Sasa sisi wasomi wa dini, mashehe, nafasi yetu sisi kuzindua mambo kama yanapotokea. Tunasema kwa wazi, mjue hata kama mtajitia uenda wazimu na kughafilika, mnajighafilisha ili msione kama mnachofanya ni cha hatari. Hicho kitu mnachokifanya ni cha hatari. Madhara yote yatakayotokea, wallahi wa billahi wa tallahi, mtakwenda kuulizwa mbele ya Allah siku ya kiyama kwa madhara yatakayotokea. Umar yeye amejitanguliza, akaamua afunge,
atoe sadaka, apie huru watumwa kwa kuogopa hesabu ya akhera, kwa ule msimamo mgumu alioweka dhidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye sulhu al-Hudaybiyah. Na wakati mwingine jipeni watu, sisi tunaambiwa tunapokuwa kwenye swala ya jamaa, tupo nyuma ya imamu fa in asaba falahu wa lakum, akiswalisha vizuri akapatia, anapata yeye na sisi tunapata. Wa in akhta falakum wa alayhim, imamu kaswalisha akakosea, sisi hatujaliona lile kosa lake wazi, sisi tunapata, dhambi zinakuwa kwake. Ndio uhalisia wa viongozi upo hivyo. Sisi tutasaidiana nao kwenye mema, wakipatia tunapata, wanapata wao na tunapata sisi. Wanakuja na mambo yao ovyo ovyo, sisi tutabakia kwenye taa. Sisi tunapata thawabu kufanya taa, wao wanapata dhambi kwa yale wanayofanya. Sasa wewe unazima gani? Muachie na madhambi yake. Lakini wewe kulazimisha kutaka kuleta munadha na hawa viongozi, ujue athari zinazopatikana unapata na wewe pia. Na katika misingi ya kisheria, usiondoshe munkar. Kwenye kuondosha kwako munkar, kukazalisha munkari mwingine mkubwa zaidi kuliko ule unaondosha. Kwenye hali kama hiyo ni haram. Ni haramu kuondosha munkar. Naam, ni haramu kuondosha munkar. Bora uache munkari ule ule mdogo. Kwa sababu unataka kuondosha munkar, unakwenda kuzalisha munkari mwingine mkubwa zaidi kuliko ule ambao ulikuwa. Bora ungewacha watu na ule munkari wao mdogo. Kwa hiyo jambo la tatu tunalojifunza, madhara yanayopatikana katika misimamo ambayo inaleta machafuko kwenye jamii. Hakuna mtu ambaye atatoka salama, atakwenda kubeba masuhulia yale machafuko yote yaliyotokea mbele ya Allah tabaraka wa taala. Na hapa niseme kwa uwazi, sio waandamanaji tu, hata wazuiaji waandamanaji, lakini hata waliowatuma wazuia waandamanaji, madhara yoyote yakitokea kwenye mlango kama huu, hakuna mtu atakayekuwa salama mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kupatia matakwa ya Allah 100%, hakuna mtu mwenye uhakika huo. Tunafanya jitihada tu, tunajaribu kuenda kwenye kupatia, lakini hakuna mtu mwenye uhakika. Kwa hiyo kuna uwezekano unafanya jitihada kufikia jambo fulani, ukawa wewe ndio unabeba masuhulia yote na madhambi yote yatakayotokea. Jitihada yako imekwenda kombo. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أوصيكم مرة ثانية بتقوى الله تبارك وتعالى، na wausieni tena mara nyingine katika kumcha Allah mtukufu. Ayuhal mu'minun, siku ya tarehe 29 ya mwezi wa 10, siku ya Jumatano, nilikuwa napiga simu mikoani kuulizia hali zilivyo huko mikoani. Moja ya mikoa nimepiga simu, nikaambia kwamba shekhe, sisi tunasikiliza hutuba yako uliyosema yote ndio haya yanatokea sasa hivi. Afadhali mimi nilitoa hutuba mwezi mzima kabla ya tarehe 29. Mwezi mzima kila Ijumaa natoa hutuba kuelezea haya atakayokuja kutokea, mtakuja kuniambia. Bwana ananiambia, shekhe, unayosema yote ndio haya tunayaona kwenye hutuba. Naam, mimi sisemi kwa hawa nafsi yangu. Mtu bora ni yule ambaye anajifunza kwa watu, na mtu wa ovyo sana ni yule ambaye watu wanajifunza kwake. Tujifunze kutokana na wale wenzetu waliotangulia, sisi tutakuwa salama. Lakini tukitaka tujifanye sisi ndo sehemu ya watu kujifunzia, sawa, watu watajifunza sana kupitia sisi. Sasa tunatahadharisha kama tulivyotahadharisha mwanzo. Hii maslaki hii itakuja kuleta madhara makubwa sana kwa mtu mmoja mmoja, kwa vikundi vya watu, kwenye nchi kwa ujumla. Hii ni maslaki khatir. Tuzungumzie madhara yaliyopatikana baada ya tarehe 29
ya mwezi wa 10 kwenye mali za watu, kwenye nafsi za watu, kwenye heshima za watu. Hivi ni katika dharuriyatu dini, kwenye dini za watu. Watu wamedhulika kwenye dini zao, hawakuswali Ijumaa. Watu wamedhulika katika nafsi zao, watu wameuawa. Watu wamedhulika kwenye mali zao. Hizi ni katika dharuriyatul khams, katika mambo ya wajibu matano kuyahifadhi. Hifdhu nafsi, kuhifadhi nafsi, wa hifdhu dini, kuhifadhi dini, wa hifdhu mali, na kuhifadhi mali, wa hifdhu nasl, na kuhifadhi damu, ukoo, familia, na kuhifadhi heshima za watu. Haya ni katika dharuriyatud dini. Sasa machafuko yanapokwenda kugusa kwenye sehemu za msingi za dini kama hizi, maana yake ni kwamba sisi tumedhamiria kuleta uovu mkubwa sana katika mgongo wa ardhi. Ikhwani fil iman, kwenye hii sulhul hudaybiyah, miongoni mwa vitu ambavyo unajifunza ahamiyatu shura. Ahamiyatu ashura, umuhimu wa kushauriana kwenye majambo. Nyinyi kwani hamumuone huyu mtume wa Allah anapokea wahi moja kwa moja? Ilikuwa ana haja gani kwenda kumfata fulani Ummu Salama kwenda kumuomba ushauri? Lakini je, ushauri wa Ummu Salama haukuleta faida pamoja na kuwa ni mwanamke? Umuhimu wa kushauriana. Una jambo lako, mwite mwenzako, mkae chini mshauriane. Mimi naona 1 2 3. Binadamu hajitoshelezi. Unapokwenda kutafuta shura kwa mwenzako, mtu yoyote anataka ushauri, hajuti. Kwa sababu maamuzi yake yanakuwa ni maamuzi yanayopita kwenye rai za watu wengi. Mtu ambaye anafanya istiqlal ya uamuzi yeye kama yeye. Mnamwona Umar, uamuzi wake ulikuwa kwa kwake vyake. Lakini madhara yake mmeyaona. Sasa umuhimu wa kushauriana, hasa yanapotokea mambo mazito ya kijamii, mambo mazito ambayo yanaweza kagusa amani za watu, yanaweza kagusa hofu za watu. Haya yanahitaji watu washauriane, wakae pamoja, wajadili, ili msimamo ukitoka, hata kama utakuwa na madhara, lakini iwe ni kupitia kwenye rai za watu wengi. Vile vile katika mambo ya msingi ambayo tunajifunza kwenye sulhu al-Hudaybiyah, kwamba washirikina au watu waovu wanapohitaji jambo, naomba inukta tuelewane vizuri sana. Washirikina, watu waovu, makafiri, wanapohitaji jambo, ndani yake jambo lile kuna kumuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndani yake jambo lile kuna kulinda damu za watu. Ndani yake jambo hilo kuna kulinda heshima za watu. Ni wajibu kuchukua rai hiyo na ushauri huo, pamoja na kuwa umetoka kwa kafiri, pamoja na kuwa umetoka kwa mshirikina, pamoja na kuwa umetoka kwa mtu mwovu. Sasa pasijadiliwe nani kasema, pajadiliwe nini kimesemwa. Tunaona kwenye sulhu al-Hudaybiyah, hawa watu wa Maka walikuja na mambo mengi magumu mazito, lakini kuna vipengele ndani yake vilikuwa vinakumwadhimisha Allah tabaraka wa taala, na kulikuwa kuna kuhifadhi damu za watu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema neno lake mashuhuri, lau talabu minni, lau kama wao wangetaka kutoka kwangu mimi, ma ahqinu bihi ad-dima, jambo lolote ambalo litapelekea kuhifadhi damu za watu, ningekubali jambo hilo. Wa fi'lan, haya yote alikubali mtume, hayakuwa ni matakwa yake, wala hakuwa yeye ni mnyonge kubali vitu vya kinyonge kama hivi, lakini ndani yake ilikuwa kuna kumuadhimisha Allah, kulikuwa kuna kulinda damu za watu. Mtume akakubali, pamoja na kwamba anatoka kwa nani? Kwa washirikina. Na wahusia wa Tanzania na vihusia vyama vya siasa Tanzania, muda wa kuwa kuna jambo litakalokuwa linahifadhi utanzania wetu, linaonyesha muelekeo mwema wa nchi yetu, usilikatae kwa sababu msemaji Chadema, usilikatae kwa sababu msemaji CCM. Nimefuatilia mijadala inaendelea kwenye mitandao ya kijamii. Yaani sasa hivi imefikia wakati mpaka mtu akiambiwa simama nenda peponi, mtu anapinga. Anaambiwa nyanyuka nenda peponi, mtu anapinga. Sasa mnakusudia kufika wapi? Yaani kwa sababu tu anayesema hili ni jambo ambalo yupo dhidi yako,
ni mtu ambaye yupo kinyume na wewe, basi unapinga hata kama jambo litakuwa zuri kiasi gani. Sasa nyinyi mnakuwa ni watu kupinga tu, mwisho wake nini sasa? Alafu haya nyinyi hamyaoni? Kwani nyinyi mna matatizo gani? Leo hii watu wanajadili mambo ya msingi yaliyozungumzwa kwa maslahi mapana ya nchi. Mtu anapinga kwa sababu chama chake akiunge mkono. Mnakusudia nini sasa mwishoni? Kwa hiyo tutengeneze mazingira ya kupingana. Wewe lako mimi nalipinga hata kama jema, mimi langu ulipinga hata kama jema, mwisho wake tunakuwa nchi ya kupingana. Alafu faida yake nini? Kwa katika mambo ambayo tunajifunza, muda wa kuwa litatokea jambo la kumuadhimisha Allah, kumuadhimisha mtume, kuadhimisha maslahi mapana ya nchi, inatakiwa jambo likubaliwa hata kama litatolewa na mpinzani wako. Hapa ndipo ambapo tutakuwa tunajenga mustakbali mzuri katika nchi yetu. Ndugu zangu katika imani, sulhu Hudaybiyah ilikuwa ni njia ya ufunguzi na fatu kubwa sana. Wale ambao walikuwa wanajiona wanyonge kwenye sulhu Hudaybiyah, baada ya miaka miwili ndio wakapata ubwana wa kudumu. Msidharau sulhu. Kwenye hivi vikao vinavyoandaliwa ni vikao ambavyo vinaleta faida kubwa sana katika mustakabali. Kwenye nukta kama hii nilivyoisoma nchi yangu pamoja na mazungumzo ya wasemaji, nimejifunza hivi. Kuna mmoja wa wasemaji, sitaki nimtaje jina, ameanza kutoa kasoro kwenye kamati ya sulhu. Akaanza kutaja fulani alikuwa na cheo fulani, wakati huo yupo kwenye cheo fulani alifanya jambo fulani la dosari. Mwishoni nitamani lau kama ningekuwa na mawasiliano ya yule mwanasheria mzungumzaji, ningemuuliza, tukiwatoa watu na dosari zao, tuwatengeneze watu wengine ambao watakuja kwenye kamati ya sulhu, watakuwa na dosari hata moja. Wewe unajua ni mwanasheria wewe una akili timamu, wewe ni msomi Sasa mbona unaongea mambo ya kipumbavu? Wewe unasema huyu bwana alipokuwa kwenye nafasi yake alifanya kosa fulani, huyu bwana alipokuwa kwenye nafasi yake alifanya kosa fulani. Tuwatoe hawa kwa makosa yao, tuwaweke watu wengine ambao watakuwa hana makosa kabisa. Wapo? Sasa ukiwa msomi unaongea hivi, hao watu wa kawaida wafanye. Kuna rai nyingine inasema kwamba bwana tutumie vyombo vya nje. Hivi vinavyoshabikia machafuko ya Tanzania? Naulizeni swali, tutumie vyombo vya nje kwa ajili ya kutusuluhisha, ni hivi vinavyoshabikia machafuko ya Tanzania? Au ni nani? Ni mnataka kutengeneza jambo lenu au mnataka kuzidi kuliharibu? Hawa watu ndio wasiopenda kabisa jambo lenu wa Tanzania. Mwafanye wao ndio kuwa waje wasuluhishaji. Hebu angalia wanavyoshinikiza kueleza chuki, wadui, vurugu kwenye mataifa juu ya nchi yetu. Alafu wao mnataka wao wasimamizi. Kwa nini mnakusudia nini? Alafu nimesema toka mwanzo, hawa ni wa kwetu, kwa nchi yetu, ndani yetu, watakachokifanya chema kizuri ni wa kwetu. Lakini kitokea watu wa nje wanakuja na misimamo yao, alafu wakazidisha kidonda baada ya kidonda kilicho, mwisho wake unakuwa hawa wa kwetu ni wa kwetu. Wakitokea wamefanya kinyume mbele, tunaambia hapana, hapo mmekosea, nyinyi wa kwetu, tupo pamoja humu ndani. Lakini wakitokea watu wa nje, tutakuwa na mamlaka nao. Haya na mengineyo ambayo tunajifunza kupitia katika sulhu al-Hudaybiyah. Ikhwani fil iman, mimi nazungumza hapa kwenye makamu hii, ninazungumza kama kiongozi wa dini, ninazungumza kama msomi wa dini, sizungumzi kama kada wa chama, kama chawa wa mtu fulani. Wewe una mamlaka ya kunihukumu unavyotaka wewe, unaweza kunihukumu unavyotaka wewe, huo ni utashi wako. Lakini nasema hivi, Allah kwenye Qur'ani anasema fasatadhkuruna ma aqulu lakum, na maneno haya aliyasema rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktum imana. Mtu muumini katika watu wa Firauni alikuwa anaficha imani yake, kwa sababu kudhihirisha imani yake kwa Firauni ilikuwa ni madhara. Akawa anaeleza maneno ya kunasihi na kuwavuta watu wa pande mbili wakae pamoja. Mwisho alipopata upinzani akasema fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidhu amri ila Allah. Mtakuja kukumbuka haya nawaambieni, mtayakumbuka haya nawaambieni. Mimi jambo langu hili naliweka kwa Allah tabaraka wa taala, na lau kama mngeliwa msimamo wangu mimi kwa hizi vurugu zenu, mngeweza kuniweka sehemu na ustahiki. Lakini bado nasimama katika kisimamo cha kiongozi wa dini
ambaye anavuta pande mbili zikae pamoja. Lakini kuna watu wana tabia za kenge, huwa hawaoni tatizo mpaka damu itoke. Sasa kama una tabia, una moyo wa kenge, endelea mpaka damu ikitoke, ndio utaona kumbe mimi nimeumia. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan walhamdulillah.